Ewe, uko na maumivu, si ndio? Niangalie baba. Kuna maumivu ya mapenzi, si ndio? Kuna muda unashindwa kufanya kazi zako za msingi kwa sababu ipo karibu yako na ulikuwa unapenda kweli, si ndio? Tena ikifika usiku wa manane ndio haulali kabisa kwa sababu yupo karibu yako. Ulikuwa unapenda kweli, au si? Unashindwa kulia kutwa nzima kwa sababu ulikuwa unapenda kweli na tayari ashaondoka karibu yako. Hauna amani, hauna furaha, si ndio? Ila wakati unazidi kulia sababu ya mapenzi, naomba nikukumbushe kwa mambo mawili tu. Ya kwanza, maumivu ya mamako aliyetangulia kaburini. Wakati unazidi kulia, hebu kumbuka yule ambaye anazika mamake sasa hivi. Na kwa sababu yeye ndiye alikuwa mtu wa karibu sana kwa mamake, inabidi yeye aanze kutia mchanga kaburini na wengine kufuata. Unaelewa? Sio mbaya mwanangu. Anachukua mchanga anaweka kwenye jeneza, huku watu wengine wamesimama pembeni wanasubiri tu amalize zoezi. Waendelee na mazishi. Baada ya hapo, unaona kama hao watu wanatumia mchanga kwa machepe kana kwamba walikuwa na ugomvi na mamako mzazi. Hebu kumbuka hivi mwanangu. Maumivu ya pili. Kumbuka sasa yule mwenye anazika mtoto wake mwenye amemzaa. Mtoto wake wa kipekee alikuwa anamtegemea kwenye familia. Yule mtoto wake aliweza kumfunza mpaka shule ya upili. Kuanzia primary mpaka shule ya upili, hatimaye anakufa. Anazika moja kwa moja. Na hiyo sala zote plus machungu zote. Anahisiaje? Wewe naye uko hapo umekaa unalilia mtu mwenye ameenda kuanzisha maisha yake kwa furaha kwa mtu anayempenda. Tafakari hayo mwanangu, yanauma sana.